ni katika ibada ya siku ya Sabato katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mtakuja, ambapo mzee wa kanisa Liston Mwasile ametoa maelekezo kwa vijana kuhusu matumizi sahihi ya muda na umuhimu wa kumweka Mungu mbele. Michezo kama vile ya ushabiki wa mpira, michezo kama vile ya kubechi, wengine hata wamekuwa ni mashabiki wakubwa wa mieleka na hata wakati fulani kubeti. Na baadhi ya athari ambazo zimejionyesha kujitokeza wazi moja kwa moja ni baadhi ya vijana kuzidi kukata tamaa, hata kuchukua maamuzi ya kuweza kupoteza maisha yao kwa kujinyonga. Lakini asili na ukiangalia chanzo chake kimekuwa tu ni wakati fulani huko alikokuwa amebechi, ameliwa hizo fedha na alikadhalika. Sasa kanisa kwa namna ya pekee na kwa uchungu limeona athari kubwa ambazo wanaweza wakazipata. Kwanza ni kukosa uzima wa milele. Lakini pia ni kuwapelekea hata wakati mwingine kuwa na vidonda hadi vidonda vya tumbo kwa sababu ya mawazo mengi kwa kile ambacho kimekwenda kinyume na alivyokuwa ametarajia. Na hata wakati mwingine imeonekana kana kwamba baadhi ya vijana imefikia katika familia zao wamekuwa ni waizi ili waweze kupata hizo nafasi. Kanisa linawashauri kwamba badala ya kutumia muda mwingi mahali hapo ambao ungetumika kwa Mungu, warudi na kuendelea kufanya vitu vyenye maana na vyenye tija, mojawapo ikiwa ni pamoja na kumwimbia Mungu. Baada ya ibada hiyo, vijana wa kanisa hilo wanaeleza namna walivyopokea maelekezo hayo, ambapo wengi wao wanasema kuwa ujumbe huo umewagusa kwa namna ya kipekee na kubadilisha mwelekeo wao wa maisha. Jambo ambalo tumejifunza ni kwamba vijana tujihusishe zaidi kufanya kazi kulikoni kujikita zaidi katika masuala ya betting, kucheza pool table, lakini pia na michezo ya kushabikia mipira na mambo mbalimbali kama ya namna kama hiyo. Kwa hivyo kama vijana tunatakiwa tujifunze kutumia muda wetu vizuri, hususan katika kujikita zaidi katika masuala ya utume. Badala ya kufanya hao mambo ambayo yasiyofaa katika michezo ya kubahatisha, sisi kama vijana inatakiwa tujikite katika kutafakari neno la Mungu, lakini pia sisi kama vijana tunazo nguvu za kutosha, ambapo nguvu zetu tunatakiwa tuzitumie katika kueneza neno la Mungu ili kupitia sisi vijana basi watu wengine waweze kumuona Kristo. Mzee wa kanisa kazungumza jambo zuri kwa vijana, tujihusishe na michezo ya kubahatisha, kujihusisha na michezo ya kutazama mipira kwa sababu inaleta mkanganyiko baina ya watu, chingine inatuweka kuwa mbali na uwepo wa Mungu. Tujihusishe katika kusoma neno la Mungu na kuweza kuimba nyimbo za vitabuni ili tujiepushe na hayo mambo. Zaidi ya yote tuenende katika kufuata njia za Yesu Kristo. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mtakuja linasema litaendelea kushirikiana na vijana ili kuwajenga kiroho na kuwaimarisha kimaadili kwa manufaa ya kanisa na jamii kwa ujumla. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.